Wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Naadhimisha leo Dominika ya 13 mwaka wa Kanisa. Tunamshukuru Mungu aliyetuwezesha kuwepo mahali hapa asubuhi kutoka kona mbalimbali tunatembea kupitia utume wa kwaya kwa kata. Ndugu zangu, baada ya kujaliwa maisha haya na Mwenyezi Mungu, tamaa ya kila mmoja kutamani kuwa na maisha bora na yenye mafanikio na furaha. Katika Injili tuliyosikia punde, Yesu anatupatia mwongozo anaposema, mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Maneno mengine nasema, yote anayependa maisha yake atayapoteza, na yote atakayepoteza maisha yake kwa ajili yangu atayaona. Tukiangalia maishani, tunayo tamaa ya kupikwa na hali ya kupenda zaidi wenyewe, na hivi tuwapo kwenye hali hiyo tunashindwa kujitoa ili kuwahudumia wengine. Leo tunakumbushwa na kufundishwa kwamba tukiyatoa maisha yetu kwa ajili ya wenzetu tutapata furaha isiyoelezeka ambayo iko ndani ya Kristo mwenyewe. Ndio maana Mwana wa Mungu akaunganisha umungu wake na ubinadamu wetu ili aweze kujaza sote furaha na amani itokayo kwake. Ili kuishi mafundisho ya Yesu katika Dominika hii, tuzingatie kanuni mbili zifuatazo. Kanuni ya kwanza, tunatakiwa tujitahidi kumwona Kristo katika binadamu wengine, binadamu wenzetu. Hii ina maana kwamba tuwatambue wengine kama wana wa Mungu wenye sura na mfano wake, hivyo tuwatendee kwa upendo na heshima na kuwajali. Katika somo la kwanza tumethibitishwa jambo hilo na kitabu cha Wafalme sura 4 aya 8 mpaka 11 na aya 14 mpaka 16. Nabii Elisha alikuwa kwenye safari zake, anapoingia katika nyumba ya mwanamke maarufu mwenye uwezo. Mwanamke anamsalimia na anapoona akiwa na hali ya utakatifu kama mtu wa pekee. Namuona mtakatifu wa Mungu ni mtu ambaye jinsi anavyofanya anadhihirisha hadhi yake hiyo, hivyo anamtendea kwa ukarimu zaidi. Namshawishi mume wake wamjengee chumba pembezoni mwa nyumba yao, weke kitanda, weke meza, ili anapopita aweze kupumzika hapo. Katika ukarimu wake huyu mwanamke anapata baraka, anabarikiwa, anaahidiwa yeye na mumewe kwamba siku kama ya leo, muda kama huu, mwaka kesho, utapokea mwana, utapata mtoto. Walikuwa ni watu ambao hawakujaliwa watoto, na hivi kutokana na ukarimu waliotenda wanabarikiwa, wanapewa zawadi hiyo adimu. Waliokuwa wamehesabiwa kwamba mtasa hawezi kuwa na mtoto, wanaahidiwa kitu hicho kikubwa ambacho kitawarudishia heshima kwenye jamii yao. Ndugu zangu, ndivyo inavyokuwa kwetu. Tukiwaona wengine kwa sura ya Mungu na
na kuwatendea kwa heshima na upendo. Tutapokea neema nyingi na baraka toka kwa Mungu. Ukarimu unalipa, unatufungulia baraka. Uchoyo haulipi, unafunga baraka. Tusiendekeze uchoyo, tusiogope kile kidogo tulicho nacho, muda wetu, mali zetu. Tumsaidia mwingine mpaka kitakwisha. Mungu atakurudishia kwa njia ambayo wewe mwenyewe huwezi kuelewa, na hivi utabarikiwa zaidi. Lakini tukiwa na mkono wa birika, utawasaidia na kuwahudumia wenzetu, hata kile kidogo ambacho tunadhani tunacho hakitakuwepo, tutakipoteza. Na baba mmoja aliandaliwa chakula kizuri sana na mama watoto wake, ilikuwa saa za mchana. Hata unapopita barabarani unasikia harufu ya chakula kile kiko kitamu. Sasa rafiki yake hakumuona karibu wiki mbili kwenye kijiwe kule wanakoshinda, akafanya uamuzi kwenda kumtembelea rafiki yake, akamjulia hali. Akasema, ninapoenda mjini kapita pale niangalie kama rafiki yangu jambo au anaumwa, wiki mbili sijamuona kule kwenye kijiwe chetu. Basi nikakupita, kawa tayari baba yuko anajiandaa kula chakula chake. Anapotaka kupanga kutia tonge mdomoni, rafiki yake anagonga hodi. Mchana